إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات والنيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, awalan usi nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla wa iyyakum, na yusia nafsi yangu pamoja na kuhusia mimi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo ni kawaida, siku ya Jumatatu na siku ya Jumanne huwa tuna darasa la sharh al-usuli thalatha, lakini kwa siku ya leo kutokana na mwezi ambao unakaribia kuingia, mwezi wa Dhulhijja, sababu leo tuko kwenye tarehe 15 au 16 kama sijaenda mbali ya hivyo, ya mwezi wa Dhulqaada, ambapo kama ni 15 leo ndio tumeingia, manake zimebaki siku 15 tuingie kwenye mwezi wa Dhulhijja. Kwa hivyo kulingana basi na kunufaika na masiku haya, mpendelea tuzungumzie ahkamu al-adwahi, hukumu za vichinjwa, hukumu ambazo zinafungamana na vichinjwa. Kwa hiyo tutafahamu mengi, sababu muallifu katika kitabu hichi au risala hii ameandika 50 mas'ala fi ahkami al-adwahi, masala 50 katika hukumu za vichinjwa. Kwa hiyo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaangazia kunako vichinjwa, kwa maana ya kwamba tuweze kufahamu, na kwa wale ambao wanaweza kuona ya kwamba wanahusika kwenye kuchinja waweze kufanya maandalizi ya kuandaa vile vinavyotakiwa kuchinjwa kwa njia ambayo ni sahihi na kwa uelewa ambao ni sahihi kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna na kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Tutaenda kwa ikhtisari, hatutaweza kuwa tunasherehesha sana kulingana na masala yenyewe ni mengi, ili angalau tuweze kupata faida nyingi zaidi. Kama kutakuwa na haja ya kuweza kusherehesha zaidi sehemu, basi tutaweza kufafanua, lakini nakusudia tuende kwa ikhtisari. Kwa yule atakayekuwa na swali, basi anaweza akauliza baada ya darasa. Anasema al-mas'alatu al-ula ta'rifu al-udhiya.
Masala ya kwanza kabisa, maana ya udhuhiya, maana yake ni nini? Anasema hiya ma yudhbahu min bahimatil an'am. Anasema nayo ni vile ambavyo vinachinjwa katika bahimatil an'am, katika wale wanyama ambao wanafugwa nyumbani. Ayyama Eidil Adha, siku ya Eidil Adha, taqarruban lillahi, na kuchinja huko ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kuchinja kama watu wanavyochinja, wanajikurubisha kwenye mizimu yao, kwenye mashetani wao, waweze kuwafanyia shughuli zao. Kwa hiyo hii ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya mizimu, wala kwa ajili ya masanamu, wala kwa ajili ya makaburi, wala kwa ajili ya majini wanaotaka kunywa damu, basi wakuamurishe wewe, leta kichinjwa uchinje. Almas'alatu thaniya, sababu tasmiyatiha, sababu ya kuitwa al-udhuhiya ni nini? Sababu yake ni nini? Qila, inasemwa fi dhalika nisbatan liwaqti duha. Nasema imesemwa kuitwa hivyo ni kwa sababu ya kunasibishwa na wakati ambao ndio udhuhiya huchinjwa, au mnyama wa udhuhiya anachinjwa. Lianahu huwa alwaqtu almashru'u, nasema wakati wa dhuha ndio ambao wakati wa kuchinja, na ndio mnyama huyo akapewa jina hilo la wakati wa dhuha. Lianahu huwa alwaqtu almashru'u libidayati aludhuhiya, anasema kwa sababu ndio wakati wa kisheria wa kuanza aludhuhiya. Kwa hiyo udhuhiya inaanza baada salati al-Eid, baada ya watu kuswali swala ya Eid. Na udhuhiya ni kipindi ambacho jua limeshanyanyuka kuanzia zaidi ya mkuki na kabla ya adhuhuri. Kwa hiyo kipindi ni kipindi cha dhuha. Kwa hiyo imepewa jina hilo kwa sababu ya wakati wa utekelezaji, inaanza kutekelezwa kwa wakati upi? Mas'alatu thalitha, al-adillatu ala mashru'iyyatiha, dalili zinazoonyesha sheria, yani uchinjaji uko kisheria. Yadullu ala mashru'iyyatiha ma yali, kinachoonyesha juu ya sheria ya kuchinja ni hivi vifuatavyo. Al-adillatu min al-kitabi al-aziz, miongoni mwao ni dalili kutoka kwenye kitabu kitukufu, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni Qur'an. Qauluhu ta'ala, ni kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Faqad fassaraha Ibn Abbas radiyallahu anhuma biqawlihi, amefasiri hiyo Ibn Abbas kwa kauli yake ya kusema wanaharu, na naharu anusuku ni ibada, wadhabihu na kuchinja, yaumal adha, siku ya adha, ndiyo maana ya an-nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Wa alayhi jumhurul mufassirin, na juu ya kauli hii wamekwenda wengi wa wafasiri wa Qur'ani, kama hakahu Ibn al-Jawzi fi Zadi al-Masir, kama alivyosimulia hilo Ibn al-Jawzi katika Zadi al-Masir juzuu ya 9 ukurasa 249. Kwa hiyo dalili ya Qur'ani ni fasalli li rabbika wanhar. Ama al-adillatu min sunna, dalili katika sunna, yadullu ala mashru'iyyatiha ma yali,
sunna inaonyesha sheria ya al-udhiya kwa hadithi zifuatazo. Moja, anasema hadithu Anas radhiallahu anhu, ni hadithi ya Anas radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini, kwamba alichinja Mtume sallallahu alaihi wasallam udhiya kwa kondoo wawili amlahain, ambao ni weupe, yani wamekuwa na weupe zaidi. Faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima, na nikamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka juu ya mnyama anayemchinja, wadi'an qadamahu, ameweka juu ya mnyama anayemchinja mguu wake, ala sifahihima, juu ya ubavu wa mnyama. Maana yake ni kama amemkandamiza na mguu, akiwa mnyama amelalia ubavu mmoja. Kwa hiyo wakati amemkandamiza hivyo, yusammi, yani asema bismillah, wa yukabbiru, na anasema Allahu akbar, wa bismillah Allahu akbar. Fadhabahahuma biyadihi, akawachinja hao wanyama wawili kwa mkono wake mwenyewe. Mutafaqun alayhi. Kadhalika an ummi Salamata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kwa ummi Salama radhi Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, anasema kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume amesema idha dakhalat al-ashru, pindi linapoingia 10. 10 gani? La mwezi wa Dhulhijja. Tuko pamoja? Linapoingia 10. 10 gani? 10 la mwezi wa Dhulhijja. Wa arada ahadukum ayudhiya, na akataka, wa arada ahadukum, na akataka mmoja wenu, ayudhiya, achinje udhiya, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'an, basi asiguse kwenye nywele yake, asiguse kwenye nywele zake kitu chochote, na vile vile kwenye ngozi yake asiguse kitu chochote, kama vile kukata kucha. Kwa hiyo asinyoe na wala asikate kucha. Kwa hiyo hii pia bado inaonyesha sheria ya kuchinja, sheria ya kuchinja. Hadithi kwenye Sahihi Muslim, an al-Bara'i ibn Azib radhiyallahu anhu, Baraa vile vile ibn Azib anatusimulia, anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man dhabaha baada swalati, atakayechinja baada ya swala ya Idi, faqad tamma nusukuhu, basi huyo ametimiza kichinjwa chake. Atakayekuwa amekamilisha, amechinja baada ya nini? Baada ya swala ikishaswaliwa alafu mtu akachinja, maana yake atakuwa amepatia kule kuchinja kwake. Wa asaba sunnat almuslimin, na atakuwa amepatia sunna ya Waislamu. Rawahu al-Bukhari.
Hiyo ni upande wa sunna, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-ijma'u, makubaliano, ijma'. Waqad ajma'a al-ulama'u ala mashru'iyyatiha, hakika wamekubaliana wanachuoni juu ya sheria ya uwepo wa uchinjaji, kama hakahu Ibn Qudama fil Mughni, kama alivyoeleza Ibn Qudama katika Mughni juzuu ya 11 ukurasa wa 95. Wakhtalafu fi hukumiha kama sayati. Inaposemwa sheria, inaposemwa nini sheria, maana sheria ni kule kutaka kujua hichi kitu kipo, kimetajwa, kimezungumzwa kwenye Qur'ani au kwenye Sunna. Hii ndio tunaita kisheria, yani kuna sheria, agizo, au kuna amri, au kuna maneno ya Allah, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuwepo kuwa ni sheria, hilo ni jambo lingine. Lakini sasa, je, likiwa lipo kisheria, hukumu yake ikoje? Hukumu yake ikoje? Je, ni katika jambo la wajibu au ni katika jambo ambalo ni la sunna? Kwa hiyo anasema wakatofautiana katika hukumu yake. Wanakubaliana ni jambo liko kisheria, lakini wakatofautiana katika hukumu yake, kwamba lipo kisheria ndio. Je, hukumu yake ni wajib, wajibatun, au sunnatun mustahabbatun? Masalatu rabia, masala ya 4, anasema hukumuha sasa baada al-ittifaq ala mashru'iyyatiha, baada ya kwamba wameafikiana juu ya kuwepo sheria ya kuchinja. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmiha, wakatofautiana watu wenye elimu katika hukumu yake. Ala qaulaini, juu ya kauli mbili. Alqaul alawwal, kauli ya kwanza, dhahaba aljumhur ila annaha sunnatun muakkadatun, wengi wa wanachuoni wamekwenda kwamba hiyo ni sunna ambayo imetiliwa msisitizo sana sana. Wasadallu bima yali, na wakatoa dalili kwa haya yanayofuata. Hadithu Ummi Salama radhiyallahu anha, hadithi ambayo tuliinukua hapo punde ya Ummi Salama, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha dakhalatil ashru, na inapoingia 10 la mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahadukum ayudhiya, na akataka mmoja wenu kuchinja, fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a, asiguse chochote katika nywele zake wala katika ngozi yake kitu chochote. Hadithi katika Sahihi Muslim. Wajhu dilala, mahala pa dalili hapa ni wapi, ambao tukayasema kwamba ni sunnatu muakkada. Kwa nini ikaonekana ni sunnatu muakkada? Kuna kuashiriwa wapi kwenye hii dalili? Anasema qauluhu, pale aliposema Mtume arada, wa arada ahadukum, hili neno wa arada, na akataka. Fata'aliqul udhiyati ala al-irada, kuninginizwa kuchinja juu ya irada, juu ya mtu kutaka. Dalilun ala adami alwujubi, ni dalili inaonyesha kwamba si wajibu. Kadhalika anasema sahha an Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, imeswihi kwa Abu Bakar na Umari, radhi za Allah ziwe kwao, ziwe juu yao, annahuma, kwamba Abu Bakari na Umar, annahuma kana la yudhiyani, kwamba wao walikuwa hawachinji udhuhiya.
walikuwa hawachinji, makhafata, kwa kuogopea, an ya'taqida nasu annaha wajibatun, walikuwa wanaogopea watu wasije wakaitakidi ya kwamba udhuhiya ni wajibu. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwanza, kwamba kuchinja udhuhiya ni sunnatun muakkadatun. Kauli ya pili, dhahaba Abu Hanifata wal Auza'i ila annaha wajibatun ala alqadir. Amekwenda Abu Hanifa na Auza'i ya kwamba kuchinja ni jambo la wajib ala alqadir, kwa yule mwenye uwezo. Ni jambo la wajibu kwa yule mwenye uwezo, kwa yule anayeweza. Warajahahu fadilatu Sheikh Ibn Uthaymeen, na Uthaymeen akairajihisha kauli hii kwamba ni wajibu kwa mtu mwenye uwezo wa kuchinja, ni lazima achinje. Na wakatoa dalili fi'lu nabii sallallahu alaihi wasallam wal aslu lil-iqtida'u bihi, kwamba kitendo cha mtume yeye mwenyewe kuchinja na asili ya kuiga, asili ya kufuatwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume anatakiwa afuatwe kwa yale anayoyafanya na sio anatakiwa kumfuata. Kwa hiyo kama mtume alichinja, basi na mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja ni wajibu kwake. Kauluhu sallallahu alaihi wasallam, na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaashiria kwamba mtu mwenye uwezo lazima achinje, inasema man wajada sa'atan, mwenye kuwa na saa, mwenye kuwa na uwezo, li an yudahhiya, ya kuweza kuchinja, falam yudahi, na asichinje, fala yahdur musallana, mtu huyu asihudhurie msala wetu wa Idi, asije kwenye uwanja wetu. Akhrajahu Ibn Majah wa Ahmad wa rajjaha al-Hafidhu waqfahu. Vile vile katika hadithi nyingine ambayo imekuja kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, yoyote anayepata wasaa, falam yudahi, na akawa hajachinja, fala yaqrabanna musallana, na asisogelee sehemu yetu ya kuswali kwa sababu ya huo ubakhili wake wa kuto kuchinja. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Walladhi yadhharu, Sheikh anasema, na kinachodhihiri hapa, wallahu a'lam, Allah ndiye anajua zaidi, annaha sunnatun muakkadatun, ni sunna iliyotiliwa mkazo. Wa adilatul wujubi la tadullu ala alwujubi, na dalili za kuwajibisha hazijaonyesha uwajibu, imma liadami sihatiha, ima kwa kuto kuswihi kwake, au annaha mujarradu fi'lin, kwamba zimechukuliwa tu kwamba mtume alifanya. Wal fi'lu la yasilu lilwujubi bidhatihi, na kitendo huwa hakifikishi kwenye kuwajibisha kwa dhati yake, kama huwa muqarrarun fi ilmi al-usul, kama ambavyo linakubalika hilo katika elimu ya usul. Illa annahu la yanbaghi, ila kitu ambacho hakitakiwi kabisa, lilqadir, kwa yule mwenye uwezo, anayeweza, tarkuha, kuacha kuchinja, lima fiha min al-ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu katika kuchinja ni katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walittifaqi ahli al-ilmi ala mashru'iyyatiha, na kuafikiana kwa watu wenye elimu juu ya kwamba kuchinja ni jambo la kisheria, ni jambo ambalo liko kwenye Qur'ani na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Almasalatu alkhamisatu mashru'atun likulli ahli baitin, kwamba ni sheria kwa kila watu wa nyumba. Kuchinja ni sheria kwa kila watu wa nyumba.
al-udhiyatu mashru'atun li ahli al-bait, uchinjaji ni sheria ya watu wa nyumba. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya mtume anasema, inna ala ahli kulli baitin fi kulli amin adhatan, hakika juu ni wajibu kwa watu wa kila nyumba katika kila mwaka wawe wamechinja. Rawahu Ahmad wa qala Tirmidhi hasanun gharibun wa qala Abdul Haqq isnaduhu dha'ifun wa dha'afahu al-Khattabi. Kwa hiyo hadithi wengine wameidhoofisha, na mara nyingi pia hadithi inapokuwa ni dhaifu labda ikatumika ikiwa kuna shawahidu zingine ambazo ni sahihi zinaungana katika maana ya hiyo hadithi. Kwa hiyo faala hadha, na juu ya hili anasema fayadkhulu fiha ahlul baiti jami'an, kwa hiyo wanaingia watu wa nyumba wote. Waqad sahha an nabii sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Muslim, imeswihi kwa mtume katika yale aliyopokea Muslim katika hadithi ya namba 5203 an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala udhiyatihi, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema juu ya kichinjwa chake, bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ewe Mwenyezi Mungu kubali, pokea kutoka kwa Muhammadi, wa ali Muhammadi, na kwa watu wa Muhammadi, wa min ummati Muhammadi, na kwa umma wa Muhammadi. Fadalla dhalika ala anna dukhul ahli albayt fi al-udhiyati jaizun, ikaonyesha hili kuingia watu wa nyumba katika udhuhiya anayochinja mwenye nyumba ni jambo ambalo linajuzu, ni jambo ambalo linakubalika. Almasalatu sadisa, masala ya 6, hikmatuha, kuna hekima gani katika kuchinja? Liludhiyati hikamun kathiratun minha, udhiya ina hikma nyingi sana, miongoni mwazo ataqarrubu ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza amri zake. Na miongoni mwa amri zake, wa minha iraqatu dami, ni kumwaga damu. Walhadha kana dhabihu al-udhiya, na kwa ajili hii ikawa uchinjaji wa udhiya afdala, ni bora zaidi, mina tasadduqi bithamaniha, kuliko kutoa sadaka ya thamani yake. Yani mbuzi ni 70,000, kwa hiyo mimi nikaona bora nitoe sadaka ya 70,000 badala ya kwenda kumnunua mbuzi nije nimchinje. Kwa hiyo kuchinja, kumnunua mbuzi ukamchinja, hii sadaka hii ni bora kuliko kutoa 70,000. Inda jamii ulamai, ni kwa wanachuoni wote. Wa kulama kanat al-udhiyatu aghla, na kila kichinjwa kinapokuwa ni cha ghali, wa asmana, na kimenenepa vizuri, wa atamma, na kimetimia vizuri, kanat afdal, na hiyo pia inakuwa ni bora zaidi. Walihadha kana sahabatu, na kwa ajili hii ilikuwa masahaba ridwanullahi alaihim, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, yusamminuna liadahi, wanawanenepesha wanyama wanaokusudiwa kuchinjwa. Manake wanawanunua, wanawalisha wale majani vizuri, wanenepe vizuri, wawe na afya nzuri. Faqad akhraja al-Bukhari, hakika ameitoa Bukhari muallaqan fi sahihihi, qal Yahya bin Sa'id, amesema Yahya bin Sa'id, sami'tu Aba Umama ibn Sahal, nimemsikia baba Umama bin Sahali, qal, anasema kunna nusamminu liudhiya, tulikuwa tunanenepesha udhiya bil Madina,
pale Madina. Wa kana almuslimuna yusamminuna, na Waislamu walikuwa wakiwanenepesha wanyama wa kuchinja. Kwa hiyo hikma ya kwanza, ataqarrubu ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kutekeleza amri zake. 2, atarbiyatu ala al-ubudiyya, malezi ya ibada, kulelewa mtu kwenye mambo ya kiibada. Kuchinja huku ni katika ibada. Leo kuna watu wamechinja kuku wengi sana kwa waganga wa kienyeji, lakini hawajachinja kwa ajili ya Allah, hawajachinja kwa ajili ya ibada. Agizo la Mungu linachukuliwa poa, lakini mganga anaishi kwenye nyumba ya nyasi, amekalia kigoda, anaamrisha mbuzi achinjwe, kondoo achinjwe, watu wanachinja, lakini kwa Mungu inaonekana ni mzigo. 3, i'lanu tauhid, huku kuchinja huku ni kutangaza tauhidi, kutangaza tauhidi. Wa dhikru ismillahi, na kutaja jina la Mwenyezi Mungu azza wa jalla inda dhabihiha, wakati wa kumchinja huyo mnyama unahitaja jina la Allah, bismillah, manake kwa jina la Allah pekee ndio ambaye tunatakiwa tumuombe kwenye kuchinja kwetu, kwenye ibada zetu tunatakiwa tumuombe Allah peke yake. Kwa hiyo hii ni kutangaza tauhidi. 4, it'amu al-fuqarai wal-muhtajina bi sadaqati alaihim, kuwalisha watu mafukara na watu wenye kuhitajia kwa sadaka, kuwapa sadaka juu yao. Kwa hiyo hii inaochinjwa watu wanapewa sadaka maskini na wenye kuhitajia. 5, atausiatu ala nafsi, ni kuipa wasaa nafsi, nafsi iweze nayo kustarehe. Waliyali, na familia, biakili lahami, kwa kula nyama. Maana inawezekana kuna watu wengine wakaishi mwaka mzima wajala nyama, ikawekwa taratibu angalau basi kwa mwaka kuwepo na kuchinja, angalau watu wale nyama. Alladhi huwa a'damu ghidha'in, nyama ambayo ni katika vyakula vizuri mno, lilbadani, kwenye mwili. Wa kana Umar al-Khattab radhiyallahu anhu yusammihi shajarat al-arab, Umar al-Khattab alikuwa akiita nyama hiyo ni nini? Ni mti wa Waarabu. Akhrajahu Sa'id ibn Mansuri fi sunanihi. 6, katika hekima za kuchinja anasema, shukuru ni'matillahi ala al-insani bil mali, ni shukurani ya kushukuru neema za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu kupitia mali. Yani mwanadamu kushukuru neema za Allah kupitia mali yake. Kwa hiyo unamshukuru Mungu kwa ulimi, kwa viungo na kadha, lakini pia umshukuru kwa neema alizokuneemesha. Kwa hiyo kule kuchinja ni moja ya neema za Allah, mtu anazionyesha kwa vitendo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Almas'alatu as-sabi'atu at-taqsimu, masala ya 7 ni kugawanya, kugawa hicho kichinjwa. Jaa fi dhalika iddatu aqwali minha, katika hilo la kugawanya kumekuja kauli nyingi, miongoni mwazo warada an ibn Abbas, imekuja kwa Ibn Abbas, yakulu huwa thulutha, yeye mchinjaji atakula theluthi. Wa yut'imu man arada thulutha, na atamlisha anayemtaka theluthi. Wa yatasaddaqu ala almasakini bithuluthi, na atatoa sadaka kwa watu maskini kwa theluthi. Kwa hiyo amegawa mara ngapi? Theluthi ya kwake, theluthi ya kumpa anayemtaka, kumlisha anayemtaka, theluthi nyingine ni kutoa sadaka kuwapa watu maskini. Maeneo matatu. Waqila, na wengine wakasema, yaakulu niswa wa yatasaddaqu biniswi, atakula nusu na atatoa sadaka ile nusu nyingine.
Anasema warajihu, na rajihi ayakula ni mtu ale, wayuhudia na atoe zawadi, wayatasaddaqa na atoe sadaka, wayafala ma yashau na afanye anachotaka. Wa kullama tasaddaqa fahuwa afdal, na kila anapotoa sadaka ndiyo inavyokuwa bora zaidi. Kwa hiyo ale, atoe zawadi, atoe sadaka, afanye na. Almas'alatu thamina ihda'u likafiri minha, kumpa kafiri katika nyama ya kuchinja ya udhuhiya. Anasema yajuzu an yuhdiya minha kafiran, anasema inafaa kupewa zawadi mtu ambaye sio Muislamu, ghaira muqatilin, ambaye si mwenye kupigana na Uislamu, kupigana na Waislamu, muqatilil muslimin, si mwenye kupigana na Waislamu, si mwenye kuwafanyia uadui Waislamu na kuwapiga vita. Khaswatan, hasa hasa in kana yurja islamuhu, na hasa hasa anapokuwa anatarajiwa kusilimu. Kwa hiyo kumpa katika udhuhiya ni jambo ambalo ni jaizu. Wala hadha, na juu ya hili, fayajuzu an tuhdiya amilan, inajuzu kumpa zawadi mfanyakazi wako ambaye sio Muislamu, au khadimatan, au mhudumu wa kike, hausigeli, au mfano wa hivi anayefanya kazi nyumbani, au ra'iyan, au kama una mchungaji wa mbuzi na ng'ombe pia ukampa. Walau kana kafiran, hata kama atakuwa mtu huyo ni kafiri. Qalahu Ibn Uthaymeen rahimahullah, ameyasema hayo Uthaymeen, Allah amrehemu. Almas'alatu tasi'a, masala ya 9, idha ta'ayyabat al-udhiyatu ba'da shira'iha, udhuhiya anapopatwa na aibu baada ya kuwa umeshamnunua akapatwa na kasoro, anasema man ishtara al-udhiyatan thumma athnaa tanziliha, atakayekuwa amenunua kichinjwa kisha wakati wa kumteremsha, labda kwenye gari, kwenye guta, kwenye nini, kwenye kenta, inkasarat au taayyabat, akavunjika au akapata aibu yoyote, fa innahu yudahi biha, atachinja udhuhiya hivyo hivyo, wala haraja, hakuna ubaya. Lianahu ghairu mufarritin, kwa sababu hajafanya kupetuka mipaka. Fahuwa maadhurun fi sharia, kwa hiyo huyu anapewa udhuru kisheria, ana hoja ya kisheria inayomruhusu hivyo. Almas'alatu al-ashira, masala ya 10, shirau al-udhiyati dainan, kununua kichinjwa kwa deni. Kununua kichinjwa hali ya kuwa mtu huyu ana deni, au unamnunua mnyama kwa kukopa. Anasema yajuzu shirau al-udhiyati dainan liman qadara ala sadadi, inafaa kununua mnyama kwa deni kwa yule anayeweza kulipa, kwa yule anayeweza kulipa, au kwa maana ya kwamba mtu ana deni, anadaiwa, alafu akanunua nini, anataka anunue na udhuhiya. Sheikh anasema wa idha tazahama dainu ma'al udhiyati, na vinaposongamana, una deni na unataka kununua udhuhiya, quddima sadadu daini,
basi itatangulizwa kulipa deni, lianahu abrau lilidhimma, kwa sababu hiyo inamuondoa mtu kwenye dhima. Kwa hiyo mtu asinunue mnyama wakati ana deni anadaiwa, lakini kama anaweza akalipa deni na akanunua mnyama wa kuchinja, basi afanye yote kwa pamoja. Lakini akilipa deni anakuwa hana cha kununua mnyama wa kuchinja, akilipa deni hana ya kununulia mnyama, na akinunua mnyama hana cha kulipa deni. Kwa hiyo ni bora alipe deni kuliko kununua nini, mnyama alafu akawa anadaiwa. Almas'alatu alhadiyata ashra, masala ya 11, aludhiyatu an al-ghayb, yani kuchinja kwa ajili ya mwingine, yani kumchinjia mtu mwingine. Yani wakanunua mbuzi, unasema huyu ni wa mtu fulani na mchinjia. Yajuzu an tudhiya an ghayrika al-ajiz, inafaa kumchinjia mtu mwingine mwenye kushindwa, bisharti idhnihi, kwa sharti kwa idhini yake, au amekubali. Fa lam yakun ajizan, ikiwa si mwenye kushindwa, fal aslu anna al-wujuba muta'alliqun biraqabatihi, kilichowajibu ni kwamba asili ya hilo jambo limetundikwa au ni lenye kutundikwa kwenye shingo yake mwenyewe, yani hiyo ni dhima ya mtu mwenyewe, anatakiwa achinje mwenyewe. Almas'alatu thaniyata ashrata, masala ya 12, anasema hibatul adahi, kupewa vichinjwa, lilmuhtajina, kwa wale wenye kuhitajia, liyudahu biha, ili wachinje kwayo. Kasama nabii sallallahu alaihi wasallam dhahaya baina sahabi, mtume aligawa vichinjwa kati ya maswahaba wake, rawahu al-Bukhari. Fafihi dilalatu ala anna ahla al-ghina, hapa kuna dalili ya kwamba watu wenye uwezo, yuwaziuna dhahaya, wanagawa wanyama wa kuchinjwa, ala almuawizina, kwa wale wenye kuhitajia, liajli ayudahu biha, ili waweze kuchinja. Nafikiri yanafanyika hayo. Almasalatu thalithata ashrata, mustahabatu liudhiya, vitu vinavyopendeza kwenye kichinjwa. Vitu gani ambavyo vinapendeza? Almustahabatu, vyenye kupendeza, afdaluha asmanuha, cha kwanza au bora zaidi ya yote ni huyo mnyama awe amenenepa vizuri, wa aghlaha thamanan, na awe na thamani ya juu zaidi, wa anfasuha inda ahliha, na yule ambaye ana nafasi, yani ni mnyama bora kwa watu wake, yani kwenye jamii yetu, kwamba ni mnyama gani ambaye ni bora, ambao watu wanamthamini sana, watu wanamuona ni mnyama wa maana sana. Wa alayhi an yatafahhasa al-udhiya, na ni wajibu juu yake kumpima huyo mnyama, apimwe, isije kawa mnyama na maradhi mkalisha maradhi. Huku wamesema vinaopendeza, akataja mwenye kunenepa, mwenye thamani sana, mwenye ubora kwenye jamii yake, kwenye watu ambao, lakini akasema wa alaihi, na ni wajibu, hili akasema na ni wajibu juu yake, ayatafahaswa al-udhiya, kuupima. Kwa hili likaonyesha kwamba hapa ni wajibu
Maana nini? La darara wala dirara, hakuna kudhuru, hamna kujidhuru wala kumdhuru mwingine. Kwa hiyo ikiwa mnyama atakuwa na madhara, hana afya njema, ana maradhi, ana nini, inawezekana tukadhuru watu kiafya wakati tunawalisha ili wawe na afya, alafu tunawaletea maradhi. Kwa hiyo anatakiwa kupimwa. Almas'alatu ar-rabi'ata 'ashrata almar'atu tumsiku an sha'riha wa dhufariha. Masala ya 14 anasema mwanamke naye atazuia nywele zake na kucha zake. Almar'atu in kanat sahibata udhiya, mwanamke akiwa ni mtu wa kuchinja, fa innaha tumsiku an sha'riha wa dhufariha, naye atazuia nywele zake na kucha zake. Li hadithi Ummu Salama radhiyallahu anha, kwa hadithi ya Ummu Salama, wa huwa amun, nayo inakusanya watu wote, fi man arada ayudhiya, kwa yule mwenye kutaka kuchinja, alivyosema fala yamassa sha'rahu, asiguse nywele zake wala nini, fayashmalu rijala wa nisa, kwa hiyo inakusanya wanaume na wanawake. Kwa hiyo na mwanamke pia ambaye anakusudia kuchinja, naye anatakiwa ajizuie na nywele zake na kucha zake. Almasalatu al-khamisata 'ashrata, masala ya 15 anasema albaqaratu walba'iru, ng'ombe na ngamia. Albaqaratu walba'iru yashtariku fihi sab'atun aw aqallu, anasema ng'ombe na ngamia wanashirikiana ndani yake watu 7 au chini ya 7, watu 7 au chini ya 7. Ama aktharu min 7 fala, ama zaidi ya watu 7 hiyo hapana. Waqad sahha bidhalika dalilun, na imesii dalili katika hilo. Falmasalatu sadisata 'ashrata, masala ya 16, hal yashtariku fil jazuri ma yuridu laham, yani je, anaweza kushiriki kwenye udhiya, kwenye ng'ombe na ngamia, kwa yule anayetaka nyama? Yani mtu ambaye anataka nyama, yeye sio anataka udhiya, anaweza kuungana na hawa watu ambao wao wamechanga kwa ajili ya kupata udhiya? Tumeelewana? Anasema yajuzu, mas'alatu sabi'ata 'ashra, masala ya 17 anasema bai'u jildil udhiya, kuuza ngozi ya udhiya, kuuza ngozi ya mnyama wa udhiya. Anasema la yajuzu lilmudahi, haifai kwa mwenye kuchinja, ayabi'a jildal udhiyatihi, kuuza ngozi ya kichinjwa chake, liannaha bidhabihi, kwa sababu kwa kuchinja kwake huko, ta'ayyanati lillahi bijamii ajzaiha, ni kwamba amewajibisha kwa ajili ya Allah viungo vyote, yani vitu vyote hivyo vimekuwa ni kwa ajili ya Allah, vimeainishwa kwa ajili ya Allah. Wama ta'ayyana lillahi, na vilivyoainishwa kwa ajili ya Allah, lam yajuz akhidhu li'iwadhi anhu, haifai kuchukua badala, haifai kuchukua badala. Walhadha la yu'ta aljazzaru minha shay'an, na kwa ajili hii mchinjaji hapewi chochote katika hicho kichinjwa, ala sabili al-ujra, kwa njia ya kwamba ni malipo. Mchinjaji hapewi chochote katika nyama ya udhiya kama malipo, kama malipo.
وقد روى البخاري ومسلم ولفظ له عن علي رضي الله عنه قال kunako kwa Ali anasema amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, aliniamrisha mimi mtume sallallahu alayhi wasallama, an aquma ala budnihi, nisimamie mnyama wake kwenye kumchinja, wa an atasaddaqa bilahamiha, na nitoe sadaka kwa nyama ya mnyama huyo, wa juludiha, na nitoe sadaka ya mnyama huyo, wa ajillatiha, na vile vitu ambavyo vinafungamana na huyo mnyama kama vile qiladatu, mnyama wengine wanawekewa vitu wanavalishwa kwenye shingo, kwa hiyo na hata hivyo pia ambao wanavalishwa, na vingine wanavalishwa mgongoni kwa ajili ya kubebea watu. Asema na hivyo pia vinatakiwa vitolewe sadaka. Wa alla uti lijazara minha, na ya kwamba nisimpe mchinjaji chochote katika hivyo. Qal, akasema nahnu nu'tihi min indina, sisi tunampa mchinjaji kutoka kwetu, tunampa mchinjaji kutoka kwa maana hiyo. Basi mchinjaji unatakiwa ukubaliana nayo, bwana wewe utachinja, lakini mimi nitakupa 5,000, nitakupa 2,000 mathalan, lakini sio unamkatia kwenye hiyo nyama kwamba posho yako bwana utachukua mguu, posho yako utachukua mkono. Hapewi katika hivyo, katika huyo mnyama anayechinjwa. Au mpe kwamba ni sadaka, sio mpe kama ni ajira kwamba umechinja bwana chukua hichi. Yani mchinjaji anaweza kawa ameingia katika watu ambao wanapewa sadaka, ukampa sadaka, lakini sio posho. Kama ni wa kuchinja kwa ajili ya posho, basi tutampa katika vitu vingine ambayo havifungamani na huyo. Naam, tunaelewana? Waqala Shawkani rahimahullahu fi Nail al-Awtari juzuu ya 5 kurasa 153, anasema itafaqu ala anna lahmaha la yubau, wameafikiana ya kwamba nyama yake haiuzwi. Fakadha aljuludu, na vile vile na ngozi za mnyama wa udhuhiya haziuzwi. Wajazahu al-Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawrin, wakajuzisha al-Auza'i na Ahmad, wa huwa wajhun inda Shafi'iyya. Nasema hiyo nayo ni namna kwa upande wa madhehebu ya Imamu Shafi'i kujuzisha hilo. Qalu wa yusrafu thamanuhu masrifa al-udhiya, anasema hiyo thamani yake itapelekwa kwenye maelekeo ya udhiya. Kwa hiyo ngozi inaweza ikauzwa, lakini inarudishwa kupewa wale watu ambao wanastahili, au kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanastahili kupelekwa. Kama ni kumpa maskini umpe maskini, kama ni kumpa fukara umpe fukara. Almas'alatu 18, masala ya 18, atasadduqu biljildi, kutoa sadaka ya ngozi ya mnyama. Yajuzu an yatasaddaqa biljildi ala faqirin, inajuzu kutoa sadaka kwa ngozi juu ya, au yahiba liman yashau, au kumpa yoyote anayemtaka. Kutoa sadaka sio kuuza.
zitofautishwe. Sio akasema umeruhusiwa kuuzwa. Hii anaanzia kutoa sadaka. Umemchuna mnyama wa udhuhia, ukamwambia mtu chukua. Yeye huyu aliyepewa kama anaenda kuuza kwake ni halali, lakini sio muuzie. Yajuzu an yatasaddaqa bil jildi ala faqirin au yahiba liman yasha. Haya ni masalatu at-tasi'ata ashra, masala ya 19. Al-faqiru yabi'u ma yasuluhu min lahmi al-udhiya. Fakiri, mtu fukara, anauza vile vinavyokuja kwake viliomfikia katika nyama ya udhiya. Kwake yeye inafaa kuuza. Anasema yajuzu lilfaqiri an yabi'a ma yasuluhu min lahmi al-adwahi. Inafaa kwa mtu fukara kuuza kila alichokipata katika nyama ya udhiya. Almas'alatu al-20. Tumeelewana? Mtu fakiri kama amechukua ng'ombe, amepewa miguu na hawezi kula yote, taharibika, na hana friza, hana nini, yani haki yake, anaweza akauza akapata pesa na nyingine akabakisha kula. Tunakuwa hatuna maneno ya kusemana kunung'unika, kwa sababu ukiona mtu anafanya hivyo alafu hujui sheria, sasa mtu anauza kabisa wakati wenzake hawajapata. Sasa yeye akapata, ni kwako hiyo. Yeye akapata, si riziki. Hatusemi watu wakagombania alafu wakauze. Yaani mimi kujia tumepata, kauza. Almasalatu al-20, masala ya 20, i'ta'u al-udhiyatu liljam'iyati al-khairiyya. Utoaji wa udhiya kwa jumuiya za khairia. Yani wewe una udhiya wako ukaitoa katika taasisi zile za khairati za kuchinja na nini, kwa kabisa na wako aunganishwe huko kwa wachinjaji. Anasema yajuzu yatolu udhiya liljam'iyati alkhairiyya lisarfiha ala alfuqara. Inafaa kuwapa taasisi ambazo zinahusika na kuchinja kwa ajili ya kuwapa watu mafukara, lakin al-afdala an yudhiya al-insanu binafsihi. Lakini iliyokuwa bora zaidi ni mtu kuchinja mwenyewe, ni mtu achinje mwenyewe kwa mkono wake mwenyewe. Wayatawalla tawzi'aha, na asimamie ugawaji wake. Fa inna idhhara ash-sha'irati min maqasidi al-adwahi, hakika kutangaza nembo ya dini ya kheri ni katika makusudio ya vichinjwa. Wa hiya ubudiyatu lillah, nayo ni ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Almas'alatu al-hadiyatu wal-20, masala ya 21, ma yuqalu inda dhabhi al-udhiya, ni kitu gani kinasemwa wakati wa kuchinja mnyama wa udhiya. Nasema yatalaffadhu dhabihu biqawlihi, atatamka mchinjaji anayechinja, Allahumma hadha anni, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ewe Mwenyezi Mungu, huyu ninayemchinja ni kuhusiana na mimi na watu wa nyumba yangu. Allahumma hadha anni wa an ahli baiti, Allahumma hadha anni wa kama thabata dhalika anin nabii sallallahu alayhi wasallama, kama ilivyothibiti hilo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Almas'alatu, masala ya 22, ijtima'u al-udhiyati ma'al aqiqa, kukusanyika udhiya na aqiqa. Una mtoto tayari aliyezaliwa bado mdogo, alafu na unataka kuchinja kwa ajili ya udhiya, vimegongana kwa wakati mmoja. Asema idha ijtama'at al-udhiyatu ma'al aqiqa,
vikikusanyika udhiya na haqiqa, faqad ikhtalafa al-ulama'u fi ijza'i ihdahuma 'an al-ukhra, wametofautiana wanachuoni katika kujuzu kimoja kumbeba mwenzake, kwamba ukichinja kwa ajili ya udhiya imeingia na hakika ndani yake, umechinja kwa ajili ya hakika na udhiya nayo imeingia humo ndani yake. Kama mtu anayeoga siku ya Ijumaa alafu anaoga na janaba, kwa hiyo kuoga Ijumaa ni sunna, lakini kuoga janaba ni wajibu. Kwa hiyo ukioga kuondoa janaba kaoga na Ijumaa, maana yake vyote vitakuwa vimeondoka. Anasema wajazahu lihanabila wa Muhammad ibn Ibrahim mufti diyari Saudia fi zamanihi, na akajuzisha kwamba hilo linafaa watu wa madhhabu ya Hanabila, Ahmad ibn Hanbali na Muhammad ibn Ibrahim ambaye alikuwa ni mufti wa Saudia katika zama zake. Malaki ni jambo ambalo linajuzu. Almas'alatu thaniyatu wal 20, masala ya 22, ijtima'u nadhiri ma'al udhiya, kukusanyika nadhiri na udhiya. Una nadhiri ya kwamba nikipata mtoto nitachinja mbuzi sadaka watu wale, alafu na imekuja wakati wa udhiya, unataka kuchinja kwa ajili ya udhiya na huku ulikuwa umeweka nadhiri, je, inafaa? La yujma'u baina an-nadhiri wal udhiya, havikusanywi kati ya nadhiri na udhiya, lianna kullan minhuma mustaqillun 'anil akhar, kwa sababu kila mmoja anajitegemea na mwingine, ni tofauti kabisa na mwingine. Wa babu nadhiri yutashaddadu fihi, na mlango wa nadhiri ni mlango ambao unakaziwa sana ndani yake, ma la yutashaddadu fi ghairihi, kwa mambo ambayo hawawezi kufanyiwa tashdidi, yani tashdidi ambayo huwezi kuipata kwenye mambo mengine kama ya nadhiri. Lianna al-insana alzama bihi nafsahu, kwa sababu nadhiri ni mwanadamu ameilazimisha nafsi yake, amejilazimisha nafsi yake kutekeleza hilo. Walam yulzimuhu Allah bi, na Mungu hajamlazimisha, ni yeye mwenyewe ndiye alijiwekea. Mimi nimekaa miaka mingi sijapata mtoto, Mungu ukinipa mtoto nitatoa mbuzi. So hii yeye kajiwekea. Masalatu thalithatu wal 20, masala ya 23, al-udhiyatu takfi an ahli al-bait, udhiya inatosha kwa watu wa nyumba. Al-udhiyatu al-wahida, udhiya moja, takfi an ahli al-bait kullihim, inatosha kwa watu wa nyumba yote, mahama kana al-adadu, kwa idadi yoyote watakayokuwa inatosha kichinjwa hichi kimoja. Al-masalatu rabi'atu wal 20, man kana mutazawijan zawjataini, mtu ambaye ana mathna, ana wake wawili. In kana rajulu mutazawijan zawjataini, ikiwa mwanaume ameoa wake wawili, au akthara, au ameoa zaidi ya wake wawili, fa udhiyatun wahida, kichinjwa kimoja pia kinatosheleza kwa wake wote wawili, watatu, wanne. Kama ajzaati udhiyatu nabii sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyojuzu kichinjwa cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ani zawjatihi jami'an, kunako wake zake wote pungui 9 kwa kipindi kimoja. Kwa hiyo kama inaweza kutosha kwa wanawake 9, wewe ukiwa na wawili, watatu, wanne ni mbabi aula. Nahitimisha swali la 25, alafu turuhusu adhana kama kutakuwa na maswali, sababu maudhui bado ni ndefu, manake hapa ni kama tumefika nusu yake. Kwa hiyo almas'alatu alkhamisatu, masala 25, nasema in kana ma'ahu fil baiti man laysa min auladi,
kama kwenye nyumba yake kuna watu ambao si watoto wake. Man maahu yatimun, mtu ambaye ana yatima, au ibnu libnatihi, au mtoto wake, yani mtoto wa binti yake au mtoto wa mtoto wake wa kiume. Wayakulu wayaishu mahum, na anakula na anaishi pamoja nao. Fil baiti, katika nyumba. Faudhuhiyatu sahibil baiti takfi anhu, kichinjwa cha mwenye nyumba kinawatosha na hao watoto. Almas'alatu sadisatu wal 20, in kana fil baiti ikhwa, kama kwenye nyumba moja kuna ndugu, brothers. Anasema fafihi tafsil, kwenye hili kuna upambanuzi. In kana mustaqillaini an ba'dihima fil buyuti, ikiwa wanajitegemea baadhi yao katika nyumba, wana nyumba zao wanajitegemea wenyewe. Sawa udhiyatun takhusuhu, asili ni kila moja atakuwa na udhiya wake unaomhusu. Kama ni watu wanajitegemea, kila moja anajitegemea, wana nyumba zao. In kana mushtarikaini fi baiti wahidin, kama watakuwa kichinjwa cha mzazi wake baba yake. Fahum jami'an ahlu baitin wahidin, wote hao ni nyumba moja. Hebu niweke nukta hapa kidogo, naona kuna sehemu hapa ili afwan, ili siku tukija tunaanza peji nyingine inayojitegemea. Masala ya 28 28 udhiyatu tariki swala, kichinjwa cha mwenye kuacha swala. Tariku swala la tahullu dhabihatu, tariku swala, mtu asiyeswali kichinjwa chake hakifai, si halali. Wala tukalu, wala hakiliwi. Wa hadha mabniun ala alqawli, na hii imejengewa juu ya kauli bikufri tariki salati, kwa ukafiri wa mwenye kuacha swala. Sawao ni juhudan, ni sawasawa akawa ni mpingaji, biitifaqi ulamai, kwa itifaki ya wanachuoni, kwamba mtu anayepinga wajibu wa swala, hii ni itifaki kwamba huyu si Muislamu. Au tahawunan ala sahihi, au anaacha swala kwa uzembe. Huyu ambaye anaacha swala kwa uzembe,
kuna tofauti ya wanachuoni katika hili. Wako wanasema ni kafiri, wako wanasema si kafiri. Sheikh anasema ala sahihi, juu ya usahihi, min aqwalihim, katika kauli zao, kwamba mtu ambaye anaacha swala kwa uzembe pia anaingia katika jumla ya watu ambao ni makafiri. Wa ila huna naqifu, mpaka hapa tunasimamia inshallah. Kama tutaona kesho tuendeleze tukamilishe hii risala, itakuwa ni aula ili kupata maalumati haya kwa ajili ya faida. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.